Vizuri? Niko poa kabisa. Maisha yanaenda. Maisha yanaenda kama kawaida, tupo namshukuru Mungu. Saumu pande zote zipo, yani kwa Waislamu, kwa Wakristo wote wanasaumu, kwa hiyo mambo yanakwenda. Wewe umechanganya zote au umefunga moja? Mimi zote kwa sababu mimi naamini Mungu mmoja na dini ni mambo tu ya binadamu. Kwa hiyo unapiga 70? Hapana, mimi nafunga tu ninapoona kuna jambo la kufunga. Mimi huwa sifungi kwa sababu ya mtiririko wa watu. Huwa nafunga kiona na jambo langu, pengine labda na shida, naumwa au naombea kitu fulani, huwa nafunga. Okay. Yeah. Bwana, timu ya taifa jana imetulaza usiku mrefu sana, usiku wa manane baada ya kupokea kichapo kutoka kwa Morocco cha goli 2-0. Tumelazwa na viatu. Kwenye timu ya taifa ile mimi nikaa nawaza kitu gani tulichokosa. Kipindi cha kwanza tumefanya vizuri, kipindi cha pili tumekuja kuharibu. Nikaa nawaza tumekosa exposure kutokana na wachezaji ambao hawajaitwa, akiwemo Mbwana Samata, ama kitu gani ambacho kilikosekana kwa Taifa Stars mpaka tunaruhusu goli 2 za haraka vile jana. Kilichokosekana ni ubabaishaji. Wachezaji wa timu ya taifa wamefanya kila kitu ambacho kinastahili kufanya, kwa sababu kule ndio uwezo wao. Unajua kuna kitu kimoja ambacho watu wengi wanashindwa kufahamu. Sisi hiki unavyomuona Samata ameenda Ulaya, amecheza alipocheza, Msuva amecheza, ni jitihada zake binafsi. Federation kwa maana ya TFF haina msaada wowote kwa kuliendeleza soko, kwa sababu wenyewe wako kwa ajili ya wanapoona kitu kimekaa vizuri, yani kukaa kujisifu kwamba mafanikio wameyaleta. Kwa mfano ukiangalia sisi kama taifa hatuwezi kufundishwa na kocha ambaye hajawahi kupata mafanikio ya aina yoyote kwenye timu yoyote. Atapataje kama hajapewa nafasi? Yani sikiliza, hatuwezi kufanya majaribio kwenye vitu vya serious. Umeelewa? Hii ni timu ya taifa. Tunataka kwenda World Cup. Unamchukua kocha ambaye hata kwenye timu za kawaida hajawahi kufanya chochote. Ukiangalia jana approach ya mechi, unakwenda kuzuia. Yani kwa mfano mimi hapa napigana na Mwakinyo, afu nikawa na kinga ngumi, tunafikiri kitakachotokea nini? Lakini unapozuia, yani mbinu nzuri ya kuzuia ni kushambulia, kwa sababu unapokuwa unakinga, maana yake unasababisha matatizo. Acha hicho, acha uwezo mdogo wa kocha, lakini pia kitendo cha kumweka yule golikipa ambao watu wengi wasiojua mpira wanamsifia kwamba amefanya vizuri. Yule ni golikipa wa kizamani sana, umeelewa? Na golikipa mwenye uwezo mdogo, kwa sababu kile kilichotokea jana kimesababisha, ni kweli Morocco wazuri. Morocco sisi hatuwezi kwa chochote, lakini kitendo cha Morocco, kwa sababu Morocco ni timu kubwa, lakini inapocheza na timu yoyote, cha kwanza wanakuwa na discipline. Lakini walivyoanza ule mchezo, walivyopiga mashuti kama mawili, yule golikipa alivyoanza kutema, wao wakawa yani kila mpira unaopata wanataka utumbukize pale ndani, kwa sababu washajua madhaifu ya golikipa. Yani kwa kifupi, yule golikipa amefanya back line yetu sisi na timu nzima tukabe muda wote kwa sababu ya kumsaidia golikipa. Yani golikipa kwa kifupi sijaona alichokifanya isipokuwa amewalazimisha mabeki pamoja na ma striker na midfield zote zirudi nyuma, kwa sababu wenyewe tu wachezaji hawamwamini yule golikipa. Kwa hiyo kwa kifupi, benchi la ufundi la Stars mimi binafsi jana limenikosea sana. Yani limenikosea mno. Ni kweli Aishi Manula labda pengine apate nafasi kwenye timu yake, lakini mimi nilikuwa naamini kwamba Ali Salim alikuwa na uwezo wa kukaa pale, kwa sababu kwanza mabeki line, mimi nimecheza mpira. Unapocheza mpira, unapokuwa wewe ni beki au unapokuwa striker, alafu ukawa na golikipa mwenye kiwango kidogo, huwezi kuwa na amani kule mbele. Kwa hata wachezaji wa Stars jana ulikuwa unaona Kibu Denis kafanya matukio mengi ya kuzuia kuliko kushambulia. Yani muda wote walikuwa wanamlinda golikipa. Golikipa ni wa viwango, yani ni golikipa, kwa sababu golikipa sasa hivi, yani magolikipa wa kisasa ni wale sweeper ambao unaweza kumrudisha mpira akaanza. Lakini unaangalia golikipa anatemeka mwanzo mwisho. Unakwenda kucheza mechi dhidi ya Morocco, unaenda kuweka golikipa kwa ajili ya majaribio. Huo ni utani bro. Yani huo ni utani kabisa. Yani TFF pamoja na benchi la ufundi la Taifa Stars kwa jana mimi binafsi wamenikosea sana. Yani mno, yani siwezi kupepesa macho. Wamenikosea kwa sababu gani? Ali Salim yupo nje. Unaenda kufanya majaribio kwa golikipa ambaye uwezo, yani amesababisha sisi tucheze kwenye pressure kubwa. Tungefungwa tu. Yani Morocco ni timu kubwa, hatuiwezi. Lakini mwizi anapoingia ndani, wewe una bastola, afu unatoka na fagio. Yani panga kikosi chako kizima. Umeona baadaye akaja akamuingiza Yusuf Kagoma, akaja akamuingiza ule Suleiman Mwalimu. Angalia namna ambavyo angalau. Na ukitaka kuamini kwamba uwezo wa kocha ni mdogo, kipindi cha kwanza wachezaji walicheza kwa maelekezo yake, lakini kipindi cha pili wachezaji walicheza wenyewe. Na kuna wakati kama ulikuwa unaangalia Faisal ilibidi apande juu amwambie Mudathir ashuke chini. Yani walikuwa wanabadilishana wenyewe ndani, sio maelekezo ya mwalimu. Kwa mwalimu alikuwa ameishiwa mbinu. Ni aibu sana namna ambavyo jana sisi tumecheza, na mimi binafsi nimesononeka.
Morocco na benchi lake la ufundi hawatoshi. Kama tuna malengo kweli ya kufikisha Taifa Stars mbele. Kwa sababu Morocco ana mafanikio gani? Yaani kocha Morocco niambie, yaani timu gani kaifundisha ambayo inaleta mafanikio? Hiyo Stars yenyewe kaipeleka AFCON. Kaipeleka kwenye nini? Nimekwambiaje? Wachezaji wamefanya jitihada kubwa. Yaani mimi jana kwa wachezaji sina sema kwa sababu wachezaji wamefanya. Na kwa nini wamefanya jitihada kubwa? Ni kwa sababu ya sasa hivi namna ambavyo timu kwa maana ya nchi yetu inavyopokea wageni wengi. Ukiangalia kwa mfano mtu kama Mzinze pale Yanga pale unakuta kuna Stefan Aziziki, kuna yani kuna nani Pakome nani, yani wale wachezaji wa kigeni ndio wanawapa hao exposure ya kuonyesha viwango. Wengine wamekuwa uoga tena hawana. Lakini ukweli usiopingika ni kwamba kocha Morocco hatoshi. Labda kwenye vilabu vidogo hivi sije K-Truva, lakini kwa timu ya taifa hapana. Hapo mimi sina. Kiwango alichokionyesha Faisal Salum jana, watu wanasema ni safari yake sasa ya kuanza kutafuta malisho nje ya Tanzania. Ni kweli? Huo ni utani. Umri ushaondoka. Huo ni tunataniana. Unajua tuwe serious bwana. Faisal kwa umri aliokuwa nao unasema anaenda kutafuta malisho mbele kwa sababu gani? Msuva naye yuko nje. Nje timu gani sasa? Yaani unaposema safari yake ya kuanza mafanikio unakuwa unamaanisha nini? Kwenda kucheza nje unaweza ukacheza Uarabuni, ukacheza wapi? Wakina Mane si baada ya kumaliza yani huduma zao kwenye vilabu vikubwa sio wameenda huko na nili. Anaweza kwenda kucheza hata Katari wapi, lakini kwa maana ya kusema eti ya mpira wa mafanikio Faisal kachelewa sana. Yaani usimwangalie kwa sababu ya sura yake ya utoto. Yule ni yani umri tayari ushaenda. Faisal anaweza akakudanganya soka hisi kwa maana miaka 25 26, lakini ni tayari kisha kwenye 30 hivi 28 30 32 anafika. Anakudanganya tu na sura yake, lakini kiukweli Faisal kusema kwamba eti unamtazamia labda kwa wachezaji ambao unaweza ukafikiria labda pengine labda yule labda cha Sambi labda ukimwangalia unaweza kusema huyu kidogo anaweza akawa na safari, lakini kwa Faisal hapana, atacheza tu hapa atatoka hapa Kariakoo hii ataingia Kariakoo hii basi, lakini kwa maana kusema eti Ulaya hapa wala Simoni huko. Meja, tukirudi kwenye football sasa, kilichotokea jana kipindi cha kwanza ni sahihi nikiungana na wale wanaosema tukiacha Usimba na Uyanga tunapata bomu moja hivi la timu ya taifa? Sio kuacha Usimba na Uyanga. Yaani federation ndio changamoto. Umeelewa? Kwanza lazima itafute yani walimu sahihi wa kuwafundisha hawa watoto. Yaani unajua wanatakiwa utengenezwe utaratibu wa yani hawa watoto wanaotoka mitaani wawe kwanza wanafundishwa na walimu sahihi kabla ya kumtafuta mwalimu sahihi wa timu ya taifa. Ndio maana nakwambiaje, sisi timu yetu ya taifa kufundishwa na Medi Morocco, mimi binafsi siafi kwa sababu Medi Morocco hana mafanikio yote. Hata mimi sasa hivi nikienda Kishama Media nikitaka kuomba kazi nitaulizwa umefanyia kazi wapi? Hauwezi kunipa kazi kwa sababu unaitwa huyu Nabii Meja. Yaani sehemu yoyote kuna kitu kinaitwa experience. Sehemu yoyote. Sasa Medi Morocco amefanya nini wapi? Ndio tunachokiuliza. Anaweza akawa kocha mzuri sawa. Amefanya nini na wapi? Taifa la watu karibia milioni 60. Tuwe serious, kuna wakati mwingine tuwe serious. Yaani Morocco wangetufunga tu. Yaani kutufunga mimi sina shida. Yaani si shida kufungwa eti kwamba eti angecheza nani tusige. Lakini inapotokea kwamba unafanya mapambano, fanya mapambano kwa nakwambiaje, yani wachezaji wa Stars jana kama ulikuwa unaenda kuwapima mechi imeisha, pengine pressure ziko juu na wamecheza kwa moyo wao, yani wamejitoa sana. Kwa sababu ya namna ambavyo mwisho wa siku sasa kabisa useme ngoja sasa tucheze binafsi sababu mbinu za walimu zilikuwa zishaisha. Yeah. Tunategemea kumpata Mtanzania mwingine kwenda kucheza EPL pale, ukimtoa Mbwana Samata. Watu wanampigia chapuo sana Mirosh ambaye jana alionyesha kiwango kikubwa sana. Pengine wewe unamuona wapi Mirosh kwa kile ulichokiona jana? Kikako. Hii mnaangalia mpira mnasikiliza. Yaani Mirosh yani katika watu waliopoteza pasi nyingi, Mirosh kapoteza. Alikuwa anabutua. Yaani mnaangaliaje mpira? Unajua kuna wakati najua mkiamka asubuhi kuna redio zenu mnafungua mnasikiliza. Mpira haujatangazwa kwenye redio. Tumeuona kwenye TV. Yaani Mirosh amecheza kwenye kiwango kipi? Ukiniambia Faisal, ya jana Faisal, Kip Dennis wamecheza vizuri na yule baadaye akaja kuingia Suleiman Mwalimu. Cheza vizuri. Mirosh katika watu walikuwa wanapoteza pasi na kupiga pasi za ovyo, ni yeye mmoja wapo. Ni mchezaji mzuri, lakini kwa mechi ya jana mimi binafsi sijamuelewa. Ni mchezaji mzuri, lakini kwa jana mechi ya jana usimsifie kwa mechi ya jana, lakini kwa uchezaji mzuri wa kwamba kufika mbali, Mirosh anaweza kufika mbali, lakini kwa mechi ya jana hakucheza vizuri. Naweza tukasema kwamba Taifa Stars jana imenyongwa kwa namna moja ama nyingine. Watu wanalalamika kuhusiana na Kibu Dennis kunyimwa penalti na mambo mengine kama hayo. Kwenye football hamna kitu kunyongwa, na ndio maana unaambiwa home advantage. Hakuna kitu kunyongwa. Unapocheza wewe hovyo kwenye uwanja wako wa nyumbani, kinachotokea ndio kile. Umeelewa? Yaani kinachotokea ndio kile kwamba home advantage hata kama ni wewe. Yaani wewe unapokuwa nyumbani kwako kwani usipendelewe? Alafu sio kupendelewa tu. Ile ni timu kubwa. Unajua ile unaweza kusema kama timu ya dunia.
Messi anapocheza Messi na anapocheza Kibu Denis sehemu moja, lazima Messi apewe advantage au Ronaldo. Yaani hawa wachezaji wakubwa lazima walindwe, lazima wapewe advantage. Na hata kwenye maandiko ya Mungu anasemaje? Aliyekuwa nacho anaongezewa, wewe kama unanyang'anywa kabisa. Ndio maana yake. Ile ni timu kubwa, utaka aumizwe yule nani yule anachezea Madrid. Yaani kwamba Miloš sana anaenda akampige gula tumbo. Wale wachezaji wanalipwa fedha nyingi, watu wamewekeza. Kwa hiyo hata yule refa anajua kwamba huyu mchezaji wa kiwango gani na huyu wa kiwango gani. Kwa hiyo sio kwamba swala la upendeleo, isipokuwa ni kwamba mtu anapokuwa nacho anapewa, na home advantage ndio vile. Sisi kuna wakati mechi zetu za nyumbani tunashindwa kucheza. Tunashindwa kucheza wenyewe, mwisho siku mtu anakuja anatamba hapa. Lakini kwamba ya upendeleo kwenye mpira hamna swala la upendeleo. Kwenye mpira bwana, hususan mpira wa miguu, timu ikifanya vibaya basi zigo lote ni la kwa mwalimu hilo. Timu yote ni ya mwalimu. Lakini ikifanya vizuri timu ya wote, wanapewa sifa watu wote. Lakini kwa nilichokiona jana, tukiachilia mbali sijui mwalimu, wachezaji sijui nini, kuna kiwango fulani hivi ambacho tumeiona Taifa Stars ina glow. Taifa Stars haiwezi kuglow, wamecheza kwa kupania tu. Kuglow nini? Yaani kuglow kunatakiwa misingi ya football iwekwe. Yaani una glow nini? Yaani kule wachezaji walikamia, na ndio maana nakwambiaje, kipindi cha kwanza walicheza kwa maelekezo ya kocha, lakini kipindi cha pili wakacheza kwa uwezo wao wenyewe. Sio kuglow, maana yake ni kupania. Ndio maana Tabora walipania wakatufunga sisi Yanga. Sio kwamba ukiwapa mechi 3 mechi 4 unaweza kufanya vizuri. Tupe mechi 3 za mfululizo au mechi 3 na Morocco uone kama tujapigwa hata 8. Tulikamia tu, lakini bado hatujafika. Uwezo wa kumfunga Morocco? Kwenye football hilo uwezo ukalizungumzia hivyo. Football unaweza ukafungwa na yoyote na ukafungwa, lakini hatujapiga hatua yoyote isipokuwa mechi ya jana tumekamia tu Swaiba. Yes. Tumekamia tu, lakini uwezo wa kucheza na Morocco kwa namna tulivyocheza vile tumecheza ovyo kwa kifupi. Watu wanasema Ahmed Morocco ampe mkataba. Hapana, wasimpe mkataba. Afadhali nipe mkataba mimi mwenyewe mwalimu.